Endelee kuungana na wenzangu kuendelea kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kufanikiwa kumaliza kikao chetu salama kwa amani. Hilo ni moja. Lakini la pili, niwashukuru sana waheshimiwa madiwani, nawashukuru sana mkiongozwa na mwenyekiti wa halmashauri kwa utulivu. Kwa kweli mimi sikutegemea haya niliyokuta leo. Niungane na mheshimiwa mbunge, kwa kweli baraza hili limetuheshimisha sana sisi kama serikali. Tumefanya kazi nzuri sana. Na sisi kama viongozi wa serikali kwenye wilaya tuliokuwa dhamana na mkoa, tunafahamu madiwani wanaofanya kazi na ambao hawafanyi kazi. Kwa kweli kwenye wilaya hii ya Songwe tunawapongeza sana, wanafanya kazi nzuri. Tunafahamu ushirikiano mkubwa ambao mnaotoa kwa wataalamu wetu wakiongozwa na mkurugenzi. Tunawashukuru sana kwenye eneo hilo. Lakini pia tunawashukuru kwa kuendelea kushirikiana na kamati ya usalama ya wilaya. Tumepata taarifa kwamba mnashirikiana vizuri. Maelekezo ya kamati ya usalama yanatekelezwa na zingatiwa. Kwa hiyo na nyinyi niwapongeze kwenye eneo hilo. Lakini mheshimiwa mbunge, kipekee kabisa nikupongeze sana wewe binafsi. Mimi nimekufahamu kama mtu naibu waziri kipindi kile. Wilaya ya elimu, kwa kweli unafanya kazi nzuri na unapambana sana, nilikuwa nikifuatilia sana kwenye mitandao. Umekuwa ukiwasemea sana wananchi wako wa wilaya ya Songwe. Lakini hiyo inatokana na dhamira ya dhati uliyokuwa nayo, lakini pia kumtanguliza Mungu mbele kwenye kazi zako. Mungu akubariki sana. Lakini ndugu zangu, tumepitia kabrasha la hoja za ukaguzi. Tumeona hoja zilizopo, lakini tumepeana maelekezo machache kuhusiana na maeneo ya kurekebisha. Lakini kimsingi niendelee kuungana na wenzangu katika utawala wa mkoa kuwapongeza kwa kuendelea kupata hati safi mfululizo. Lakini hii inatokana na ushirikiano ambao mnao kati ya timu ya management na waheshimiwa madiwani, lakini bila kuacha Chama cha Mapinduzi ambao ndio wenye ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa mheshimiwa katibu wetu wa chama wa wilaya, ni kuhakikishie tu kwamba kwenye wilaya yetu hii ya Songwe ilani imetekelezwa kikamilifu. Ile kazi ambayo mlikuwa mmechukua kwa miaka mitatu tumefanya kwa ukamilifu wake. Na tunategemea mtupe tena kazi nyingine kwa miaka mitano inayofuatia. Lakini ndugu zangu, niseme tu jambo moja. Mheshimiwa mbunge, kumekuwa na mawazo kidogo kwa baadhi ya viongozi kwa maana ya waheshimiwa kulingana na changamoto zinazotokea baadhi ya maeneo kipindi hichi ambacho wanakuwa waheshimiwa hawapo kwenye nafasi. Baadhi yetu sisi tunakuwa tunafanya vitu kiolela bila kufuata taratibu. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge, nasema niwahakikishie tu kipindi ambapo nyinyi mnakuwa hampo, serikali bado ipo, itaendelea kufanya kazi kwa mujibu wa misingi ya kisheria iliyopo. Kwa hiyo hakuna jambo ambalo litakwama kwa sababu sisi tupo, tumeajiriwa, tumepewa dhamana kwa ajili ya kusimamia hizo kazi. Kwa hiyo tutaendelea kutekeleza majukumu kama inavyopaswa na duka litaendelea kuwa salama. Lakini niendelee kumpongeza mkurugenzi wetu mtendaji Mdamu Kabishi, na kushukuru sana, kupongeza sana na kushukuru sana kwa kazi kubwa ambayo unafanya kwenye wilaya yetu hii ya Songwe. Wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mpeni. Sawa sawa? Ndio. Haya yote yanayofanyika ni usimamizi wake madhubuti ambao anaofanya. Sawa sawa? Lakini pia kuunganisha management yake, kukaa kuwa na kitu kimoja. Lakini kubwa ambalo nasisitiza mimi kama kiongozi ni kuendeleza ushirikiano uliopo kipindi chote cha kuelekea kwenye uchaguzi mkuu. Tuendelee kushikamana, tuwe kitu kimoja. Tusijenge matabaka. Tufanye kazi kama timu. Tusibaguane. Sawa sawa? Ili azma ya Mheshimiwa Rais ya kutupa dhamana alizotupa iweze kutimia. Tumekuwa na changamoto baadhi ya maeneo, wakishakuwa kipindi cha uchaguzi mambo yanafanyika kiolela. Tuendelee kufanya matumizi yote ya fedha serikali kwa kufuata miongozo na misingi iliyopo kwa mujibu wa sheria za nchi yetu. Sawa sawa? Tuendelee kutekeleza maelekezo ya serikali kwa kufuata misingi ya sheria na matumizi sahihi ya fedha za serikali. Zile fedha ni za umma, tuendelee kuzitumia kwa kuzingatia misingi hiyo ambayo ipo kwa mujibu wa sheria. Lakini maelekezo ambayo tumeyatoa kwa kamati ya usalama ya wilaya, kwa maana na ofisi ya katibu tawala wa mkoa, ofisi ya mkurugenzi, yaende akafanyiwe kazi, atekelezwe ili tija ionekane. Lakini mheshimiwa mbunge na mheshimiwa madiwani, niwahakikishie tu sisi hatuna wasiwasi na nyinyi. Tunaamini kwa kazi ambayo mmeifanya mtakwenda kulipwa kile ambacho mmekifanya. Na bahati nzuri mjumbe wa kamati ya siasa mkoa. Kwa tutawajadili huko. Lakini kwa hapa ninavyoona hizi sura sina shida sana. Sawa sawa? Nimeshaanza kupata na combination kwa watu wangu wa vyombo, wananiambia kwa mambo hapa ni good hapa
masomo. Kwa imani yangu ilikuwa tarudi kama ambavyo mko, na sisi tunawaombea sana mrudi hivyo, kwa sababu hatujagombana, hatujavutana, hatujasigana, tunatofautiana kwenye mambo ya msingi, lakini tunakumbusha tunakubaliana kwa jambo moja kwa ajili ya mustakabali wa wilaya yetu ya Songwe. Kwa hiyo hatuna uadui na mtu, hatuna uadui na mtu yoyote, sawa sawa. Kwa hiyo tulikuwa tunarekebishana kwenye vikao, lakini ilikuwa ni katika kujenga uchumi wa wilaya yetu, kujenga uchumi wa mkoa wetu wa Songwe. Kwa hiyo mimi kama kiongozi wa serikali kwenye mkoa huu, kwa niaba ya mheshimiwa mkuu wa mkoa, sisi Songwe ni mmoja kama alivyosema katibu wa chama, na tunaomba uondoke na taswira ya kwamba ameeleza mheshimiwa mbunge zaidi ya 99% miradi mikubwa imefanyika huko. Mheshimiwa Rais ameshusha fedha. Hakuna diwani hapa ambaye hajaguswa aidha kwenye afya, kwenye barabara, aidha kwenye elimu. Kila diwani ana kitu cha kusemea kwenye maeneo yake. Kwa hiyo kazi yetu kubwa tulionayo ni kwenda kuwaendelea, kuwabembeleza wajumbe. Yaani swala la miradi, hata kwa mbunge tukisema miradi tu ndio inayofanya mtu anachaguliwa, maana yake kulikuwa hamna haja ya kupiga kura, lakini kwa sababu wajumbe wapo, katiba ya chama ipo, ni lazima tuingie kwenye uchaguzi. Kwa hiyo tunakuhakikishia tutarudi tena. Lakini pamoja na shukrani hizo, tumshukuru kaimu katibu tawala hapo kwa namna ambavyo umetuongoza, lakini kipekee nimpongeze mimi CAG wa leo. Mimi ni diwani kipindi cha kwanza. CAG wa leo ni tofauti na ma-CAG waliopita. Lakini kipekee tunamuombea afya njema mheshimiwa mkuu wa mkoa, atufikishie salamu sisi wananchi wa Songwe, tukiongozwa na mwenyekiti wetu na mbunge wetu. Tunamtakia kila la heri mheshimiwa Chokoro kwenye mambo yake yote huko duniani. Makofi mengi sana kwa tukiongozwa na mbunge wetu kamanda kabisa wa vita na mwenyekiti wa halmashauri. Sisi kazi yetu ni kumwombea dua. Tunaweza tusiwepo huko, lakini tunamtakia kila la heri, na umwambie sisi wana Songwe tuko naye pamoja na rais wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jambo ambalo halipingiki. Kila kata kuna dispensari, kila kata kuna umeme, kila kata kuna maji, na kila kata kuna utulivu. Sasa amani yote hii ni kwa ajili ya Mama Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, mimi ninakula moja, lakini hawa wote nawapenda. Kama mkurugenzi pamoja na timu yangu, sisi tumejipanga kuweza kumaliza hizi hoja kwa mwaka huu. Na tumejipanga kwa namna gani? Tumeweza kujipanga kwa magrupu manne. Ukiangalia tumezigawa zile hoja kwa sehemu nne, ambako kuna hoja 4 ambazo ni za kisera. Tumejipanga, kuna watu ambao wanazifanyia kazi, lakini kuna hoja 14 ambazo tunategemea kuzifuta kwenye ukaguzi unaokuja kuanza 1 Julai. Lakini tuna hoja 5 ambazo tunatakiwa tushirikiane na makampuni au taasisi nyingine ili tuweze kuzifuta. Kwa hiyo kuna kikundi ambacho pia kinaweza kufuatilia zile taasisi, lakini pia kuna hoja 5 ambazo zile ni kwamba ili tuweze kuzifuta lazima madeni yalipwe, lakini pia ile miradi iweze kutekelezwa mpaka mwisho. Kwa hiyo tunaona kwamba kama ni kubaki na hoja, basi tubaki na zile 5 ambazo pamoja na zile 4 za kisera kule ambazo jumla hoja 9 kwenye kitabu kikubwa ambacho kina jumla hoja mpaka sasa 28. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilisema kwamba niseme kwa namna ambapo tumejipanga kama management ambayo naiongoza mimi, kwamba tutaenda kutaja hizi hoja na kubaki na hoja kwa kiasi gani. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ambaye ni kaimu wetu wa leo ambaye ni kama RC, naomba nimkaribishe sana Songwe.